Simba jana akiwa dimbani kwenye uwanja wake wa nyumbani ambaye amechagua kuwa atakuwa anatetea pointi zake 3 za nyumbani pale Meja Jenerali Isamuhyo, akiwa mwenyeji wa mchezo huu anaweza kubanwa mbavu na Mtibwa Sugar. Yes, nadhani ni muendelezo wa performance ambao Simba amekuwa akionyesha msimu huu. Hiki ambacho kinatokea ni yale majibu ama ni majibu ya maswali ambayo yamekuwa yakitoka ndani ya Simba. Of course Simba ameonekana kutokuridhisha katika kila eneo. Namna ambavyo wachezaji wamekuwa wakicheza, unaona wachezaji wanacheza wakiwa hawana spirit ya kupambana kwenye kiwanja. Unaweza kujiuliza changamoto ya Simba ni nini, kwa sababu ukiangalia wana wachezaji wengi wenye ubora kwa kuangalia tu. Utajua we Mpanzu unaona ni klasi fulani yuko nayo. Ukiwaangalia wachezaji asilimia kubwa wachezaji wa Simba ni wachezaji ambao wenye ubora mkubwa, lakini ubora wao hauendani na kile ambacho wamekuwa wakikizalisha katika kiwanja. Wanakuwa ni timu ambayo wachezaji wanacheza kama wanadai mishahara. Kama ingekuwa kwa timu ambazo zina migomo labda hawamtaki mwalimu, usha kuona timu ambayo haimtaki mwalimu namna ambavyo inacheza ndio kama namna ambavyo walikuwa wanacheza Simba. So kwangu mimi nadhani ni nyakati ngumu sana ambazo Simba wanazipitia, na nyakati ambazo zinahitaji uvumilivu mkubwa, zinahitaji mshikamano. Kiacha hivyo, lakini pia zinahitaji uwajibikaji kwa baadhi ya watu ambao kimsingi huenda wakawa ni sehemu ya changamoto ama tatizo ambalo linaendelea ndani ya Simba. Kwa sababu gani nazungumza hivyo? Kwa sababu mimi nazungumza kwamba kama changamoto ingekuwa ni benchi la ufundi, Simba imeshafukuza walimu wengi sana hapa katikati, lakini still bado timu haichezi kwa kuridhisha. Ukiacha hivyo, kama changamoto pia ingekuwa ni sehemu ya wachezaji, Simba imeacha wachezaji wengi sana, lakini bado tatizo bado linaendelea. Mpaka sasa hivi eneo pekee ambalo linaonekana halijafanywa mabadiliko ni eneo la uongozi, ambao kimsingi hata mashabiki wengi wamekuwa wakitupia lawama katika hilo eneo, kwa sababu kuamini kwamba kama ingekuwa shida eneo la ufundi, walimu wengi washabadilishwa, lakini team still bado ipo vile vile. Kama changamoto ingekuwa eneo la wachezaji wengi wamebadilishwa na wamesajiliwa wachezaji wengi wenye ubora mkubwa, lakini still team bado inaendelea kuwa na performance mbaya. So kwa mimi nadhani kwa hapa ambapo tumefikia kwa Simba, kuna watu ambao wanapaswa kuwajibika ili kuhakikisha wanaiokoa Simba. Kwa maana kuna nyakati unapohisi kwa wewe ni tatizo, ama watu wanaposema kwamba wewe ni tatizo, basi onesha love kwa kukubali kwamba yes, mimi ni tatizo, acha nikae pembeni afu nione kama tatizo ndilikuwa ni mimi, tuone timu itafanya vizuri. Sisi tumeelewana, si mimi tatizo. Haya sana, kaa pembeni alafu nione timu itafanya vizuri. Lakini still bado unaona kuna hiyo level ya chini kabisa ya wajibikaji kwa baadhi ya watu, kitu ambacho kinakwenda kuiasili Simba moja kwa moja. Kama ni tatizo uongozi, ili swala limeanza kuzungumzwa sio leo. Kwa misimu yote ambayo Simba haijabeba ubingwa, ni kama msimu huu imekuwa too much. Umeona namna ambavyo wameanza kwanza na migogoro, wameanza mkutano, lakini pia wamekuja hapo kati matokeo yamekuwa sio mazuri. Kwenye ligi wamepoteza mchezo dhidi ya Azam FC, wamekuja tena wametoa sare mapema kabisa na Mtibwa Sugar, watu wengi ambao walikuwa hawajadhani. Lakini ukirudi ndani ya klabu, kuna sasa hivi dirisha dogo la usajili linafanyika, lakini huwaoni Simba wapo kwenye hizo kashikashi za kusajili. Wametambulisha mchezaji mmoja, lakini kuna wachezaji ambao tunaona wametambulishwa klabu nyingine kabla hawajaagwa ndani ya klabu ya Simba. Of course nadhani Simba watakuwa wafanye sajili, watazifanya sajili na sajili nyingi tu ambazo wanahusishwa nazo. Mimi shida yangu je, wanasajili quality? Yani kusajili sio tatizo kwa Simba. Simba je, anasajili quality ambazo zitaitoa Simba sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Hilo ndio swali la msingi ambalo mashabiki wengi wa Simba wamekuwa wakijiuliza. Unafikiri Simba atakuwa asajili? Hapana, Simba atasajili, lakini changamoto ya Simba, je, atasajili quality? Kwa hiyo watu wanatamani kuona quality zikisajiliwa ndani ya Simba, na sio nasajili lundo kubwa la wachezaji, kwa sababu ukisajili lundo kubwa la wachezaji inakuwa ni wafanyakazi hewa, ni wachezaji ambao hawatakuja kuisaidia timu, hawatakuja kuitoa timu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo Simba anapaswa kusajili quality na sio kusajili, kwa sababu mwisho wa siku utasajili na utasajili wachezaji wengi, lakini hawatasaidia timu. So Simba kwangu mimi nadhani ni miongoni mwa maeneo ambayo wanapaswa kuzingatia di eneo lao la usajili pia. Yes, kiacha tu mambo ya management, lakini pia ni muhimu pia kusajili quality ambayo
itasababisha kupeleka changes kwenye kikosi. Kwa sababu kuna nyakati unaona kuna vitu vina miss kwenye kiwanja. Yes, unaweza ukazungumza kwamba kuna changamoto ya uongozi, lakini pia kuna party ambayo wanapaswa pia wachezaji wa play kama wachezaji wenyewe. Kuna eneo lao wanapaswa kuwajibika. So wanaweza wakawa wanaajibika, lakini wanaajibika kwenye level ambayo haikizi mahitaji. Ndio maana unaona makelele yamekuwa mengi. Mfano katika mchezo wa jana unaona namna ambavyo wanacheza kina Selemani Mwalimu hawaoneshi kuwa kama ni wachezaji ambao wanahitaji kupata kitu, lakini unaona mchezaji mmoja mmoja anajitoa, lakini mmoja peke yake kati ya 11 haitoshi. Yes, utagundua kwamba kuna numbers ya wachezaji ambao wanacheza wakiwa under performance. Kwa hiyo sasa hiyo inapelekea athari. Kwa hiyo Simba kabla ya kufikiria kukusanya lundo la wachezaji, wanapaswa kufikiria kukusanya quality ambayo itasababisha kuirudisha Simba katika ule ubora ambao ulikuwa hapo nyuma. Itarudisha Simba kwenye level ya ushindani katika ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na michuano ya kimataifa. Jaribu kuvuta picha Simba misimu 5 nyuma ama 6, utagundua kwamba Simba ilikuwa na quality ambayo ilikuwa inasababisha kuwa ni miongoni mwa timu tishio barani Afrika. Ukiangalia kikosi cha Simba kilikuwa na watu kweli, kina Chama hapo katika ubora wao, kina Lali Bwari hapo katika ubora wao, kina Chris Kope, Mushimba Mugalu wapo katika ubora wao. Kwa utagundua kwamba Simba ilikuwa inafanya vizuri, sio kwa sababu labda ya management peke yake, lakini pia katika kiwanja walikuwa na quality ambayo ilikuwa inawasaidia wao kupata matokeo. Simba ilikuwa na confidence kwa sababu wana watu ambao wanaweza. Simba inafungwa goli 5 katika mchezo wa kimataifa, ikija hapa inaamini inashinda. Lakini Simba sasa hivi haitishi nyumbani, haitishi ugenini, kitu ambacho kinapelekea wasiwasi mkubwa kwa mashabiki. So kwa kwangu mimi nadhani kitu ambacho kinaumiza zaidi washabiki wa Simba ni hata sajili ambazo zimekuwa zikifanywa, sio sajili ambazo za kutisha, ambazo kimsingi unaweza kusema kwamba ni sajili ambazo zinakwenda kuongeza ama ku add value kwenye kikosi. Mfano kwenye dirisha tu hili dogo la usajili ambalo Young Africans wamelifanya, angalia numbers ama aina wachezaji ambao wamewasajili. Wamemsajili Alan Okello, miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa kizungumzo sana hapa barani Afrika. Simba wamemeta nani mwenye standard na level kama ya Alan Okello? Lakini ukiacha hivyo wameenda kumchukua mchezaji kutoka Europe, kwa maana ya Laurindo Denson Maria Depu, amekuja ndani ya Young Africans. Simba wamemsajili nani mwenye standard na level ya ukomavu kama aliyokuwa nayo Laurindo Denson Maria kwa maana ya Depu. Lakini pia wameenda kuchukua top midfield kwenye kikosi cha Singida Black Star kwa maana Mohamed Damaro. Kila mtu anatambua ubora ambao uko nao, na katika michezo kadhaa ambayo amecheza hususan ile ya Mapinduzi, unaona performance yake namna ambavyo imekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao moja kwa moja unaona kabisa atakwenda kusaidia timu katika eneo la katikati. Lakini hata hivyo jana wamemuongeza mlinda mlango ambaye pia amefanya vizuri katika AFCON ambayo ilomalizika nchini Morocco. Kwa hiyo utagundua kwamba shida ya Simba sio kusajili, shida wana wachezaji ambao wanawasajili. Je, wana hiyo quality ambao wanaweza kaitoa Simba sehemu moja kuipeka katika sehemu nyingine? Hilo ndio swali la msingi ambalo Simba anapaswa kulijibu na kulifanyia kazi. Pengine tukizungumza tu mpaka hivi sasa wachezaji ambao tumeona wameondoka na tetesi ambazo zipo, Jean Charles Ahoua top scorer msimu uliopita, pengine tunaweza tukasema mchezaji ambao angalau akiwepo unaona kuna uhai fulani anaweza kunyanyua timu. Lakini pia Steven Dese Mukwala anaondoka, anatajwa kuondoka pia Budo Mutale, Aweso ameondoka, lakini pia Mohamed Bajaber jana ambao wameweza kupata nafasi ya kushuhudia mchezo, tumeona kile ambacho kilitokea. Simba wachezaji hawa ambao wameondoka, mechi ya kwanza wamecheza, toka wachezaji hawa wameondoka, pengine hao ambao wanatajwa na timu ya uzani kama Mtibwa Sugar, unaiona Simba ikistruggle zaidi ukiangalia pengine kwenye eneo la ulinzi kwa maana ya goalkeeping, wana Hussein Abel, Kamara hajarejea, lakini pia Yakubu naye yuko majeraha. Simba wanaendelea kustruggle, pengine mashabiki wategemee kuona matokeo ya aina hii yanaendelea kujitokeza. Yani ni kwanza ukiangalia ratiba ya Simba imekuwa ni ngumu sana, very tight. Wana michezo miwili dhidi ya Esperance de Tunis, alafu baada ya hapo wana mchezo mmoja dhidi ya Singida Black Stars, alafu kiacha hivyo wana mchezo
dhidi ya Pato da Rwanda kule nchini Angola. Kwa hiyo kwa aina ya timu, aina ya mechi ambazo wanakwenda kukutana nazo Simba, kwa hii performance ambayo wako nayo, hauioni Simba kwamba inaweza kaenda ikapata alama mbele ya hizi timu ambazo nazungumza. Imepata zaidi alama labda sare. Na ndio maana mimi juzi nilizungumza kwamba sioni Simba kwamba ni timu ambayo inaweza kaenda hatua ya robo finali kama watu wengi ambao klabu bingwa kama wengi ambao wanafikiria. Yes, Simba kwa sasa sio timu ambayo unaweza kukaa ukasema kwamba yes, hii tunavuka kwa namna yote ile kama ilivyokuwa kawaida na utaratibu ambao wako nao. This time around vitu vimekuwa ni tofauti sana. Timu imezidi kushuka kwa kiasi kikubwa. Timu ile spirit ya kupambana imepotea. Unajua kawaida ya timu inapopoteza alama mara kwa mara inatengeneza hali ya mazoea pia kwa wachezaji. Wanahisi kwamba ni jambo la kawaida, ni sehemu ya mchezo. Sasa kitu ambacho wanasahau wachezaji ni kwamba Simba ni taasisi kubwa ama ni brandi kubwa. Yes. Kwa hiyo sio timu ambayo itaruhusu ama inafikia raha leo inashinda kesho inatoa sare. Sio timu ya design kama hiyo. Kwa hiyo watu wanapaswa kutambua ama wachezaji wanapaswa kutambua Simba sio timu hivyo. Lakini ukiangalia pia mimi mara baada kuona huu mkeka wa wachezaji ambao wanatarajiwa kuacha na wengine tayari wameshaachwa, nilipata mashaka kwa sababu ukimzungumzia mtu kama Dese Mukwala miongoni mwa top strikers ambao msimu unamalizika, ukiangalia numbers ya magoli ambayo amefunga utagundua kwamba ni mchezaji wa daraja hilo kwa sababu alikuwa na 10+ kwa maana goli 10 na kuendelea. Anaondoka tena top scorer na MVP wa kikosi cha Simba, naweza kusema hivyo kwa maana Jean Charles. Yes, kwa sababu MVP wa ligi bado hajatangazwa na bodi husika, lakini kwangu mimi ndio mchezaji alikuwa na performance bora zaidi katika msimu uliomalizika na kikosi cha Simba. Na msimu huu bado alikuwa anaendelea kujitafuta. Gari alikuwaka lakini bado alikuwa anaendelea kujitafuta. So utagundua kwamba Simba inafanya kuna baadhi ya makosa ambayo kimsingi wanapaswa kama uongozi watafakari wao wenyewe binafsi. Ni kitu kigumu sana. Unajua miongoni mwa vitu ambavyo watu wanashindwa kuelewa kwa nini Young Africans amekuwa kifaulu zaidi na kuendelea kumaintain kwa misimu 4 mfululizo katika ligi kuu soka Tanzania bara na kufanya vizuri katika michuano ya Afrika. Wanashindwa kutambua kwamba Young Africans wana utaratibu wa kutumia gharama kubwa, nguvu kubwa kuhakikisha wanaweza ku maintain wachezaji ambao wana ubora mkubwa ambao wamekuwa wakifanya vizuri. Na kuna baadhi ya watu pia wanaenda mbali zaidi, wanaohisi kwamba Young Africans wanabania wachezaji wasipate fursa kwenda kucheza sehemu nyingine, kwenda kupata malisho bora zaidi, pasipo kujua Young Africans wao target yao ni nini. Yes, Young Africans miongoni mwa vitu ambavyo wamekuwa kifaulu ni kuhakikisha, cha kwanza kabla kumfikiria mchezaji mwingine kumuongeza kwenye kikosi, jambo la kwanza hakikisha unaweza kumzuia yule mchezaji ambaye mwenye ubora mkubwa kwenye kikosi, kwa sababu mchezaji akiwa bora nje haimaanishi ukimleta kwako atafanya vizuri. Sisi tumeelewana. Yes, kwa hiyo kuna nyakati unaweza kasi yes, ngoja nimwachie tu Jean Charles nitaenda kumchukua fulani atakuja kufanya vizuri, ukamleta akaferi. Ushaelewa? Kwa hiyo mwisho wa siku utagundua kwamba miongoni mwa vitu ambavyo Simba vimekuwa vikimwangusha ni hii timu haikai vizuri. Yes. Sawa. Tunapozungumzia kikosi cha Simba hivi sasa, anaondoka top scorer, anaondoka mchezaji ambaye alikuwa analeta uhai kwenye timu. Hapa tunamzungumzia Jean Charles Ahoua. Wanabaki wachezaji wengine ambao hawana hata uhakika kucheza dakika zote 90, lakini pia kuna majeraha ambayo yamejitokeza. Kwa moment ambao umeizungumza kwamba kuna wachezaji wapo lakini wanaona ni kama mazoea tu timu kupata matokeo kama yale. Jana umetazama mpira, umeona kile ambacho kilitokea kwa Shomari Kapombe. Pengine mchezaji kama yule ambaye amehudumu kwa muda mrefu ndani ya Simba, mbivu na mbichi za Simba na zile nyakati nzuri
na nyakati mbaya kwa Simba amezishuhudia. Pengine hii inaweza ikaleta picha gani? Imeleta picha gani hasa kwa mashabiki ambao hawako ndani, hawako karibu na viongozi? Achana na wale mashabiki ambao wako karibu na viongozi, wanazungumza kwa namna moja ama nyingine. Tumeona hata mashabiki baadhi wamekuwa kama wamegomea, lakini kuna wale ambao wana title kubwa ya ushabiki, wanashawishi, lakini pia ambao wanatajwa kuwa viongozi, wanatumia mashabiki kuzungumza. Tukio la Shomari Kapombe linaleta taswira gani kwa wale mashabiki ambao hawana ukaribu na viongozi? Nadhani Shomari Kapombe ndo mchezaji pekee kwenye kikosi cha Simba ambaye anapata maumivu ya kweli kutoka katika moyo wake. Anapata zile feeling ya kutambua kwamba yes, sisi tunaumia kiwanjani, ila kuna watu nje wanaumia zaidi. Hata ukiangalia ile huzuni ambayo amekuwa akionyesha Shomari Kapombe, ilikuwa imuhusu yeye. Alikuwa anafikiria wale mashabiki ambao wamekuwa akiwasupport namna nyakati ngumu ambazo wamekuwa wakizipitia. So kwangu mimi nadhani Shomari Kapombe ndio mchezaji pekee wa Simba ambaye anaumia Simba inapopoteza. Shomari Kapombe, kama nakumbuka, hata katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, Simba anafungwa goli 5. Shomari Kapombe na Mohamed Hussein walilia katika kiwanja kwa sababu wanatambua nini ambacho kinatokea nje ya uwanja. Lakini ukiangalia namba kubwa wachezaji ambao walikuwepo kwenye kikosi cha Simba kwa sasa, wengi wao hawatambui hizo feeling na moment ambazo labda mashabiki hawajui namna ambavyo. Lakini mtu kama Shomari, kipindi ambacho timu inafanya vizuri alikuwa na timu, kipindi ambacho sasa hivi timu inafanya vibaya bado yuko na timu. Sasa anajaribu kufikiria wale ambao walizoea kula asali, leo tunawapa shubiri, wapo katika hali gani? Kwa hiyo kwangu mimi nadhani wachezaji haina Kapombe ndani ya kocha Simba sasa hivi hakuna. Kwa hiyo ndio maana utakuta hata level pia ya uwajibikaji wao katika kiwanja pia haipo nzuri, ambayo ama haipo sawa, ambayo kimsingi inaweza kaenda ikasaidia timu. Yes, kwa sababu ukiangalia kuna numbers kubwa ya professionals players ambao wamejiunga na Simba, na ukiangalia wachezaji wengi ambao wapo kwenye kocha Simba kwa sasa hawajui raza ya ligi kuu soka Tanzania bara ikoje. Hawajui Simba kwamba ilishawahi kuwa miongoni mwa timu ambayo yenye furaha zaidi hapa nchini Tanzania. Hawajui leo ile ukijaribu kuachukua sio kina Morris Abraham, sio ukijaribu kuachukua kina Kip Dennis, ukijaribu kuachukua wachezaji kwa asilimia kubwa ambao wako kwenye kikosi, utagundua kwamba wengi wao hawajui raza kwamba timu ilishawahi labda kuwa na maisha mazuri ya kushinda mataji. Wengi wao wamekuja kipindi ambacho timu imeshashuka. Kwa hiyo hiki ambacho kinatokea kwao wanahisi ni sehemu tu ya mchezo, sababu hawajui timu imekosa ubingwa mara 4. Kwa hiyo wao wapo katikati, wamekuja suki kina Jonathan Soa na wengine wengi na Bajaber, hawajui kama Simba ilishawahi kuwa na burudani. Yani mashabiki walikuwa wanaenda uwanjani, wanaagiza popcorn doba na ice cream, wanakula, wanaangalia mpira, tafikiri wanaangalia movie, hawajui. Kwa hiyo unamkuta mchezaji anacheza aliyakuwa hajui kama timu ilishawahi kukutana na moment bora katika kiwanja. So ndio maana unamuona Kapombe ambaye anajua kwamba timu hii tulikuwa tukicheza sisi, mpinzani hawe bora hasiwe bora, sisi lazima tumfunge. Yes, lakini kwa wachezaji wengine kwa mimi nadhani burudani tu. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.